Hawa kwa lugha ya kigeni wanaitwa pelican. Cheki yule mmoja pale kama anajikunguta mabawa pale. Ndege ni wasafi sana, hawapendi uchafu. Kuna yule ndege mwingine pale, umemwona? Huwa mimi namuita Jesus bird, lakini kwa lugha yetu pendo ya Kiswahili anaitwa Salim Maua. So Salim Maua. Hawa ndege kwa lugha ya kigeni ndio wanaitwa ibis. Ibis ni jina la kifamilia. Tumerithishwa tuwarithishe. Hawa ni ndege gani hawa ambao wamekaa watatu na wanaenda katika mtiririko mmoja? Wanavutia, si ndio eh? Sana kuwatazama. Hawa katika wale miongoni mwa ndege wanaopatikana katika maeneo ya kwenye maji. Hawa kwa lugha ya kigeni wanaitwa pelican. Lakini jina fasaha la Kiswahili wanaitwa mwari. Mwari. Na jinsi walivyo wazuri, sina hakika kama neno mwali limetokana na neno mwari. Kwa sababu tunajua mwali, mabinti wazuri wanaochumbiwa wanakwenda kuolewa, au binti biharusi akiandaliwa kuolewa anaitwa mwali, si ndio? Anaitwa mwali. Sasa hao wanaitwa mwali. Lakini nataka nikuonyeshe kitu tunachokiona sasa. Ndio. Unaona jinsi wanavyofanya, wanaogelea kwa pamoja, synchronization, kwa sababu wanafanya kila kitu kwa pamoja. Angalia wanaogelea wanavyofanya vile. Ndio. Wana pad ile miguu yao wanapiga kama kasia kwa chini, lakini wanawapush wale samaki uaje kwenye sehemu moja. Alafu angalie vizuri, sijui wanapeana mawasiliano gani, lakini utaona wote wana dive kwa pamoja. Ile pale. Kabisa. Umeona eh? Kwa hiyo wote wanaingiza vichwa vyao chini kwa pamoja. Baada yao samaki kuja, kwa hiyo wanaingia kwa pamoja na watanyanyuka kwa pamoja. Cheki wanavyonyanyuka kwa pamoja pale. Umeona sasa eh? Hiyo ndio kitu ambacho naongelea. Sasa kile kitendo cha kudive kwa pamoja na kutoka kwa pamoja inaitwa synchronization. Yaani tunafanya kile kitendo kwa pamoja bila kuambiwa, ni instinct. Cheki yule mmoja pale kama anaoga alafu anajikunguta mabawa pale. Sawa kabisa. Ile ni saa nyingine wakikosa chakula au kama anahisi sehemu mabawa hajakaa sawa, ni kuoga kama wengine wanavyoogelea, kujiweka sawa hali ya hewa, lakini pia kujisafisha. Anakaa sawa, mabawa yake yanakuwa masafi. Ndege ni wasafi sana, hawapendi uchafu. Yule mmoja amekamata nadhani samaki. Sasa wakitaka kumeza, huwa saa nyingine hapo chini umeona hiyo kitu inaning'inia. Kubwa sana. Inaitwa gula poach. Gula poach. Yani kama pochi kabisa. Lakini gula. Sasa ile huwa ni storage vile vile. Wakati mwingine badala ya kumeza moja kwa moja wanaweza kustore, kuhifadhi samaki chakula pale. Sawa. Kwa hiyo hata kama wana viota na wana watoto, basi wanaruka na kwenda kuwalisha wale watoto kwenye viota. Kwa hiyo kama wako shopping. Kuna yule ndege mwingine pale, umemwona? Sio kama ngoja na yule. Yule anajitokeza pale kwenye yule pale ana rangi nzuri sana. Angalia na miguu mirefu. Halafu rangi kama ya brown hivi. Sawa kabisa, unaweza ukatumia binocular kumwangalia vizuri. Ana miguu mirefu kuliko mwili wake. Natamani angenyanyua kidogo mguu uone kwenye hiyo toes. Umeona eh? Amenyanyua kama anakula kitu. Umeona hizo toes hizo kama kucha zilivyokuwa ndefu? Ndefu sana. Mguu kwanza wake ni mrefu. Sawa kabisa. Alafu na kucha pia ni ndefu sana. Huyu ndege kwa lugha ya kigeni anaitwa African Jacana, lakini kwa lugha yetu pendo ya Kiswahili anaitwa Salim Maua. So Salim Maua.
Salim maua. Anavutia kama maua. Kabisa kabisa. Huyu adaptation alokuwa nayo, unaona zile toes. Ndio ndege ukimkompea mwili wake ndio na size ya hizo kucha zake, ndio ndege mwenye kucha ndefu kuliko ndege yeyote duniani. Huwa mimi namuita Jesus bird. Ndege Yesu. Ndege Yesu. Kwa sababu unafahamu story ya Biblia, Yesu aliwahi kutembea juu ya maji. Kabisa kabisa. Sasa huyu ndege kutokana na urefu wa hizo kucha zake anahitaji mimea, yani kama vimajani kidogo sana, haijalishi ni vidogo kiasi gani, vinatosha yeye kukanyaga na akaonekana amefloat na anatembea juu ya maji. Na hiyo adaptation ni kutokana na hizo aina ya miguu yake aliyokuwa nayo. Ndege mwingine hawezi kufanya kitu kama kile. Kweli wanyama, ndege wana stori nzuri ambazo tukikaa na kujifunza zinatupa mwanga na zinatupa mafunzo mengi sana ya kuhusu uhifadhi na utalii. Kaka Noah, ndio unaona ile kundi la ndege wanao tua pale wale rangi nyeusi wale nyeusi wamekuwa kwa wingi. Sawa kabisa. Na wengine wale unaona wanavyokuja kule kwa wingi kabisa, wale ni ndege gani wale? Hawa ndege kwa lugha ya kigeni ndio wanaitwa ibis. Ibis ni jina la kifamilia. Sawa. Lakini kwa hapa tunapata ibis kabila 3 kwa hapa Tanzania. Hapa tulipo sasa hivi. Ya kwanza ambayo ndio hii tunaiona, wanaitwa hao ni wadogo, wanaitwa glossy ibis. Glossy ibis. Lakini kuna wengine ambao ni weupe na weusi, wanaitwa sacred ibis, sacred kama sadaka. Kuna mwingine anaitwa hadada ibis. Hadada ibis ni wale ambao wakati fulani tuko tumekempu kule Ndutu. Ndio. Ulisikia asubuhi alikuwa anapita anapiga kelele. Na hata kwenye miji saa nyingine unawasikia wana kelele sana wakiwa wanaruka. Sawa kabisa. Ni jamii hiyo. Okay. Glossy ibis wana rangi ambayo inaitwa iridescent color. Okay. Iridescent ni rangi ambayo huioni kama inavutia, lakini mwanga wa jua ukipiga pale inang'aa, inawaka kama Tanzanite. Wow. Unaona eh? Hawa ndege ni wahamaji, wanakuja hapa kuanzia mwishoni mwa mwezi wa 10 na watakaa hapa mpaka mwezi wa 4 April. Hapa kwetu Tanzania. Hapa kwetu Afrika. Sawa. Kisha wanarudi Ulaya. Ndege ni mdogo sana kwa umbo. Inakuwaje na paa na kuondoka na kupita mabara kadhaa hadi kufika hapa kwetu Tanzania? Swali zuri. Natamani watu wengi wangeweza kuvutiwa au kuwa curious na swali kama la kwako ili waweze kujifunza zaidi kuhusu ndege, especially uhamaji wa ndege. Hapa tuna kivutio kikubwa sana duniani ambacho tunacho Tanzania, Great Migration kule Serengeti kwenda Masai Mara, ambaye ni ukiangalia distance sio mbali. Sasa tuna ndege kwa mfano anaitwa Arctic Tern. Arctic Tern anatoka kwenye uso mmoja wa dunia mpaka upande wa pili wa dunia. Yaani kutoka North Pole anaenda South Pole. Anatoka Arctic anaenda Antarctic. Na anarudi katika mzunguko. Huo ni umbali namna gani ndugu? Umbali mkubwa sana. Ukifananisha na wanyama hawa mammals. Ni umbali. Kwa hiyo ukiangalia ndege ni more interesting. Ni mdogo sana. Sawa kabisa. Sasa hawa glossy ibis hawa ikishafika winter inawahamasisha wao wahame. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa winter kule Ulaya usiku
unakuwa ni mrefu kuliko mchana. La kwanza hilo. Kwa maana hiyo wanakuwa na muda mfupi wa kutafuta chakula. La pili, barafu, snow inaanza kujitengeneza. Snow ikijitengeneza hakuna chakula. Mwisho wa siku ile harsh weather, ule upepo wa baridi na nini, hawako comfortable tena. Wanaamua acha tuondoke twende mazingira rafiki ya sisi kuishi. Na mazingira rafiki hakuna sehemu zingine zaidi ya Afrika. Na ndani ya Afrika ni Tanzania. Na Tanzania wamekuja hapa kwenye mashamba kujumuika pamoja na wakulima. Awali mpunga, hawa ndege ni omnivorous kwa sababu anakula wadudu na anakula mbegu. Majira ya kama mwishoni mwa mwezi wa 3, wa 4 kwenda wa 5, kule Ulaya winter inakuwa imeisha, wanaanza tena safari ya kurudi. Kuna uwezekano kabisa kama watasurvive mwakani tena, hata ukimtagi hiyo ndege ukamwekea alama, atakuja hapa na anarudi hapa eneo hili. Ndio maana ni sehemu mojawapo ya stopover, kwamba tutasimama pale tule. Wanahitaji fati ya kutosha kurefuel, kama unavyoongeza gari mafuta kabla hawajaenda sehemu nyingine. Wanaweza wakatoka hapa wakaenda Lake Victoria, wakaenda sehemu mbalimbali. Imagine ndege amesafiri kutoka Ulaya, ameplani anakuja hapa kuongeza mafuta, alafu umharibie eneo lake au umuue, haifai. Kwa hiyo watu inawagusa hiyo na wanafanya uhifadhi mzuri. Especially tuko hapa pembezoni mwa hifadhi ya Ziwa Manyara, kwa hiyo ni vyema watu wote waelewe zaidi kuhusu uhifadhi. Hawa ndege kama wanakuja miaka na miaka, wanajuaje njia yao kwamba wakipita hivi basi watatokea Tanzania, na sio Tanzania tu, hapa Manyara, Mto wa Mbu. Ndio. Jambo la kwanza, ndege wakiwa wako tayari kuhama, wanajikusanya, wanakula vyakula vyao kwa wingi ili kuhifadhi mafuta mengi, iwasaidie njiani. Alafu wanaondoka. Sasa vitu ambavyo wanavitumia, cha kwanza wanaweza kupata hisia ya earth magnetic field. Unajua dunia yetu, sayari ilivyo, kuna hizo magnetic field. Sisi hatuwezi kusense, lakini ndege ana sense. Na hiyo inamsaidia kujua direction. Kama sisi tunavyojua north south, ndege anajua direction yake anaoenda kutokana na hilo. La kwanza. La pili, ndege wanatumia geographical landmarks kama milima mirefu. Akifika Kilimanjaro, akiona mlima anajua ataenda hivi. Na vile vile wanatumia Rift Valley, bonde la Ufa. Hii bonde la Ufa limestretch kutoka Red Sea, kutoka Bahari Nyekundu mpaka Zambezi River, urefu wa zaidi ya kilomita 6,000. Kwa hiyo wale ndege wakija, wao wanaona huu mwinuko na wanaona bonde. Kwa hiyo akitoka tu Ulaya kuja Afrika, kitu ya kwanza wanaona ni Rift Valley. Alafu anaanza kuifuata, na ndio maana wanashuka kwenye maeneo ya Rift Valley. Lakini pia ndege ana kitu tunaita IBC, internal biological clock. Hiyo ni instinct. Ndio maana wazazi wanaweza wakaacha watoto wao kwenye kiota, wao wakaondoka, mtoto akakuwa na yeye akaondoka akawafuata wazazi wao. Kama flamingo, wanaweza wazazi wakaondoka Natron wakaja Manyara kula, watoto nao wakaweza kufly wakatoka Natron wakaja Manyara bila assistance. Wamejuaje? Ndio hiyo internal biological clock ambayo Mungu amewaumbia. Kweli huu ndo uumbaji wa Mungu. Tuhifadhi, tuyatunze mazingira kwa ajili ya kizazi hiki na kizazi kijacho. Tumerithishwa, tuwarithishe.